wananchi wenzangu, sote tuliokusanyika hapa kwa pamoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu viongozi na ndugu wananchi kwa jumla, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kutuwafikisha tukakutana hapa, waliotoka sehemu mbalimbali kukutana kwa ajili ya kuja kuzuru kaburi la mzee wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. La pili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kupata wasaa huu na kuja tukamtakia dua kwa pamoja. Lakini la tatu, ni washukuru viongozi wetu, ni washukuru wazee wetu wa hapa kwa na familia kwa jumla kwa kuliandaa hili na likatukutanisha hapa kwa madhumuni haya ambayo ni ya kheri kabisa. Ndugu viongozi, tuko katika msimu wa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kesho inshallah Mwenyezi Mungu atuweke tukiwa wazima, tutaanza mwezi ambao utakuwa ni uchaguzi mkuu kwa mwaka huu. Na utakuwa ni wa kihistoria kwa mambo mengi. Ni wa kihistoria kwa sababu kubwa kuliko yote, kwa mara ya mwanzo tokea tumeanza uchaguzi wa vyama vingi. Tumeanza vyama vingi katika nchi yetu. Tutaingia katika uchaguzi mkuu tukiwa mzee wetu huyu ambaye ametuongoza kwa kipindi miongo yote hiyo mitatu. Kwa mara ya kwanza yeye tutafanya uchaguzi huu akiwa hatunaye. Hii ni jambo kubwa na lina maana kubwa sana. Lina maana kwa wale ambao watu tunakaa na tafakuri kwamba chaguzi zetu hizi kwa miongo hii mitatu hazikuwa chaguzi ambazo zimekwenda zikamalizika kwa salama, zikamalizika kwa haki. Na katikati ya misukosuko hiyo ambayo tumeipitia, basi yeye amekuwa na mchango mkubwa sana katika kutufikisha kwamba ile moto uliowashwa akawa mstari wa mbele yeye kuuzima. People refused to leave until the results were announced, afraid that if left to the Zanzibar Electoral Commission, votes would be forged as in past election years. Na hapa hatuondoki mpaka kieleweke. Tujue moja, tutalala hapa maana kila siku wanatudanganya. Turudi majumbani mwetu, baadaye hakuna kinachofanyika. Leo hapa hatuondoki mpaka tujue Maalim Seif katangaziwa. Si hatumjui Sheni na mjua Maalim Seif. Sikilizeni, tunawaombeni. Ujumbe umefika, unashughulikiwa. Sote sasa hivi turudi nyumbani. Kusikiliza maelekezo ya rais wenu, sawa. Kama hamtaki kusikiliza maelekezo ya rais wenu, basi mimi si rais wenu, sawa. Natamka na kumtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein wa Chama cha Mapinduzi kuwa amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza sina budi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tukaweza kufanya uchaguzi katika nchi yetu salama usalimini. Na kwanza nishukuru Tume ya Uchaguzi kwa kuweza kutuandalia uchaguzi, na ni uchaguzi ambao kwa kiwango kikubwa ulikuwa ni afadhali kuliko chaguzi nyingine zilizopita. Tunawapongezeni kwa hilo Tume ya Uchaguzi. Lakini papo hapo niseme kwamba kulikuweko na dosari ambazo zinahitaji kurekebishwa, na ndio maana leo nchi yetu imebaki kwamba ni salama, pamoja na wananchi na nchi kupitishwa katika mazingira magumu sana, mazingira ya kudhiisha, mazingira kusema kweli ni vigumu kuyaeleza. Lakini ni uchaguzi pia wa kihistoria, kwa sababu katika kadhia zote hizo kwa mara ya kwanza tulikuwa na uchaguzi wa 2020 ambao nao kwa maana ya kwamba kama ni madhila, kama ni uonevu, kama ni dhulma, basi 2020 kwa Kiswahili cha huku Pemba tunasema ulitia maji maziwani, yani ulipindukia mpaka kwa madhila. Katika hali ya kawaida usingetegemea kwamba tungevuka salama kwa jinsi ya madhila yaliyopita 2020, lakini kwa hakika leo nchi yetu iko salama. Leo tunaingia kwenye uchaguzi huu tukiwa bado angalau tunaweza kutazamana tukazungumza, angalau tumepitia hiyo michakato. Lakini tunaingia kwenye uchaguzi huu, sababu kubwa ni mchango wake, kwa sababu kwa tulivyopita 2020 kwa hakika isingewezekana leo tukafika hivi katika hali ya kawaida. Lakini mzee wetu huyu akayabeba yote haya, akatuongoza, akasema tuendeni kwa nia ya kujenga nchi yetu. Haya yanawezekana tukayasawazisha, haya yanawezekana tukayapita, haya yanawezekana tukayavuka. Akayabeba hayo, akayabeba na mengine makubwa, alhamdulillah akatuvusha. Sasa tunaingia kwenye uchaguzi huu, bahati mbaya sana, tena sana kweli kweli, kwamba nia yake hii nzuri, juhudi yake hii nzuri, wenzake waliojipa dhamana, waliojipa mamlaka hawakuyaona hayo. Tumeona wewe ni mtu tunayeweza kufanya naye kazi, tunayeweza kusikilizana, na tunayeweza kukupa nafasi uthibitishe nia yako njema, nia yako ambayo ndiyo iliyotufanya na sisi tutangulize nchi kwanza, licha ya madhila yote yaliyojitokeza katika uchaguzi uliopita. Leo tunaingia kwenye uchaguzi huu tukiwa tumejengewa mazingira sawa sawa na yale ya 2020. Ndio maana dua yetu hapa kusema kweli ni muhimu sana, na dua zetu katika kipindi hichi ni muhimu sana. Ni muhimu kwa sababu Mwenyezi Mungu alitupa kiumbe wake huyu, ni kama vile alimtoa wakfu, akatutumikia, akatupitisha kwenye haya. Lakini bahati mbaya inaonesha wenzetu waliokuwa wajifunze hawakujifunza yale Mwenyezi Mungu alitupitishia kheri kwa kiumbe wake huyu. Bahati mbaya hakusaidia yale maisha aliyotoa Mwenyezi Mungu, akatupa kiumbe huyu kama wakfu atutumikie, atuvushe. Bahati mbaya hayakutusaidia.
Kwa hiyo tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu azisalihishe nyoyo za hawa ambao hawakuthamini haya ambao mzee wetu huyo aliyafanya. Hawakusoma kutokana na yale ambayo alijitoa, alitufundisha. Hawakunyooka kwa pale ambapo yeye alitaka tunyoke. Ni kama watu tumesahau, tena tumesahau sana. Kizazi cha leo cha Wazanzibari ambao 93% wamezaliwa baada ya mapinduzi na muungano, kinayo dhima ya kipekee ya kufunga ukurasa wa uhasama na chuki na kufungua ukurasa mpya wa upendo na maridhiano. Tumesahau hata kwamba yeye alikuwepo na alikuwa na nguvu kuliko tulionayo takriban sote tuliopo leo. Lakini leo tupo hapa, yeye Mwenyezi Mungu kamchukua. Tunafanya kama kwamba haya sisi hayatotufika. Na wakati tunaambiwa kwamba mauti ni ukumbusho, ni darasa la kutosha kwa kweli. Mwenyezi Mungu kayaeleza kwamba haya ni yake na kila mmoja atayapitia. Na atayapitia katika kituo ambacho Mwenyezi Mungu kamwekea, si kwa chaguo lake, si kwa uhodari wake mtu. Na Mwenyezi Mungu pia kalieleza kwamba kwa lugha, kwa maneno mazito kabisa, kwamba katukadiria mauti na hakuna wa kumpinga katika hilo. Sasa haya yatoshe kwamba yawe ni darasa. Mimi naamini kwamba wenzetu waliokuwa hawayaoni haya, mimi naamini hawajachelewa. Lakini sisi tuendelee kumtakia dua mzee wetu kwa zile kheri nyingi ambazo amezifanya, lakini na pia kumwenzi kwake ni kuendeleza yale ambayo yeye yaendeleza ambayo ni ya kheri, ili yazidi na katika kheri zake ni kutunza amani ya nchi yetu, lakini kutunza kwa misingi ya kusimamisha haki katika nchi. Kwa hivyo na sisi inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe darasa hili na kheri hii kubwa, basi tuweze kuendeleza. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kuendeleza mema yake ya kuwavuta watu pamoja, kuwaona wote ni kitu kimoja, wote kuwa ni sawa, na akapenda kila mtu, akawa karibu na kila mtu, aliyekuwa mkubwa mdogo, aliyekuwa anajiweza, aliyekuwa maskini, aliyekuwa dhaifu, aliyekuwa dhalili. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe kwamba haya yote tusimame nayo, na sisi atusaidie. Tunaamini kama ambavyo na yeye amemsaidia, ameondoka lakini bado anaendelea kuishi, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie aendelee kuishi kwa yale mema yake na kheri zake nyingi ambazo ametuachia na ambazo tutaendelea kuzikumbuka. Baada kusema hayo, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.